Kamanda, habari ya asubuhi. Nzuri, habari za asubuhi. Salama, pole na majukumu. Asante. Ndio, asante. Naitwa Brown kutoka Mbeya, mwandishi wa habari. Ndio. Pole sana na majukumu ya kuijenga Tabora. Asante sana. Na poleni na mchezo wa jana, maana ulikuwa ni mchezo mkubwa. Hongereni pia kwa kumaliza salama. Tunashukuru sana. Ndio, Kamanda samani, nimekupigia wakati huu simu baada kuna taarifa nyingi zinazungumzwa kwamba afisa habari wa Yanga alikamatwa na jeshi la polisi, na tukaona tukutafute kama RPC tujue ni kweli taarifa hizi. Ni kweli jeshi la polisi linamshikilia afisa habari wa timu ya Yanga Ally Kamwe, na anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, na alipokamatwa alikuwa akifanywa mahojiano. Okay, sawa. Labda kitu kikubwa zaidi ambacho kimemfanya kakaa ndani ni kauli zipi? Kama nilivyosema kwamba timu ilikuwa ikimfanyia mahojiano, nafikiri nitatoa taarifa kamili, lakini kwa sasa itoshe kusema kwamba tunaye na ameshikiliwa. Lakini vipi usalama wake? Usalama upi wakati yuko kwenye chombo cha usalama? Kwa maana tunachokizungumza ni kwamba tunajua ni timu yenye mashabiki wengi. Kunaweza kuwa kuna jambo labda hapo limetokea kwa upande wenu nye? Hapana, sisi sizungumzia habari ya mpira, tunazungumzia habari la kosa la kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Ni ile kauli ya mkuu wa mkoa ambao walikuwa wanajibizana penginepo kabla ya mchezo. Nitakuwa na taarifa zaidi baada ya mahojiano kuwa yamekamilika na nimepata ripoti. Kwa hiyo kwa sasa itoshe kusema Ally Kamwe yupo ndani, anaendelea kuhojiwa. Ndio. Asante Kamanda. Asante. Mbwawa News, kwa habari zote za michezo, burudani, siasa, kijamii na uchumi. Usikose kufuatilia Mbwawa News.